Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Mei 31, walimu waishike sheria ya Mungu. Sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Zaburi 19 mstari wa 7. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri asubuhi ya leo tunapoenda kujifunza. Tunaomba Baba ukatuongoze vyema sawa sana mapenzi yako, na masomo haya yakapate kubadilisha tabia zetu, tukasogee zaidi karibu na wewe na tukayatendea leo mema mbele zako, kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Popote pale Ezra alipofanya kazi, kulitokea uamsho katika kujifunza maandiko matakatifu. Walimu waliteuliwa kufundisha watu. Sheria ya Bwana iliinuliwa na kuheshimiwa. Vitabu vya unabii vilipekuliwa, na kurasa zilizosema juu ya ujio wa Masihi zilileta tumaini na faraja kwa wengi wenye huzuni na mioyo iliyochoka. Zaidi ya miaka 2000 imepita tangu Ezra alikuwa ameuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana na kuitenda. Ezra 7 mstari wa 10. Lakini kuchelewa kwa wakati hakujapunguza mvuto wa kielelezo chake cha ushaji Mungu. Kwa karne nyingi kumbukumbu ya maisha yake ya kujiweka wakfu yamewatia moyo wengi kwa azimio la kutafuta sheria ya Bwana na kuitenda. Shauku ya Ezra ilikuwa ya juu na takatifu. Katika yote aliyoyafanya alisukumwa na upendo mkubwa kwa roho za watu. Huruma na upendo vilidhihirika kwa wale waliotenda dhambi, ama kwa makusudi au kwa kutojua. Inapaswa kuwa somo halisi kwa wote wanaotaka kuleta matengenezo. Watumishi wa Mungu wanapaswa kuwa imara kama mwamba ambao kwa huo kanuni bora zinahusishwa. Na bado pamoja na hayo wanapaswa kudhihirisha huruma na ustahimilivu. Kama Ezra, wanapaswa kuwafundisha wakosaji njia ya maisha kwa kushauri juu ya kanuni ambazo ndizo msingi wa kutenda haki. Katika kizazi hiki cha ulimwengu, shetani akitafuta kupitia mawakala mbalimbali kupofusha macho ya wanaume na wanawake dhidi ya madai yao kwa sheria ya Mungu, kuna uhitaji wa wanaume ambao wanaweza kuwafanya wengi kuitetemekea amri ya Mungu wetu. Ezra 10 mstari wa 3. Kuna haja ya wana matengenezo wa kweli ambao watawaelekeza wakosaji kwa mpaji sheria mkuu na kuwafundisha kwamba sheria ya Bwana ni kamilifu, huiburudisha nafsi. Zaburi 19 mstari wa 7. Kuna uhitaji wa watu wenye uwezo katika maandiko, wanaume ambao kila neno na tendo lao huinua sheria za Yehova. Watu wanaotafuta kuimarisha imani, walimu wanahitajika sana, ambao watachochea mioyo kuheshimu na kuyapenda maandiko. Uovu ulioenea sana leo unaweza kwa kiasi kikubwa kuhusishwa na kushindwa kusoma na kutii maandiko. Kwa maana neno la Mungu linapowekwa kando, nguvu zake za kuzuia tamaa mbaya ya moyo wa asili hukataliwa. Katika siku za mwisho za historia ya dunia hii, sauti iliyonena kutoka Sinai ingali inatangaza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Kutoka 20 mstari wa 3. Mwanadamu ameweka matakwa yake kinyume na matakwa ya Mungu, lakini hawezi kunyamazisha neno la amri. Akili ya mwanadamu haiwezi kukwepa wajibu wake kwa mamlaka ya juu. Nadharia na dhana zinaweza kuwa nyingi. Wanaume wanaweza kujaribu kuweka sayansi kinyume na ufunuo na hivyo kuwa mbali na sheria ya Mungu.
lakini amri inaweza, ni imara na itaendelea kuwa imara. Msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Mathayo 4 mstari wa 10. Utasoma Manabii na Wafalme sehemu ya 2 ukurasa wa 430 hadi ukurasa wa 432. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 31, walimu waishike sheria ya Mungu. Na tuombe. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako asubuhi ya leo. Tunaomba Baba, somo hili likapate kubadilisha maisha yetu na kutusogeza zaidi karibu na wewe, na itusaidie kuenenda sawasawa na mapenzi yako, kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu